أعمالنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نصلي ونسلم ونبارك على هذا النبي الأمين الحر الميامين الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا. نصلي ونسلم على هذا النبي الأمين الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الكرام المسلمين، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Enyi ndugu watukufu wa Islam, kama ninavyopasa kuihusia nafsi yangu kwanza, nazihusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala, liannahu qad faza almuttaqun, kwa sababu hakika yake hakuna waliofaulu ila wale waliokuwa katika takwa. Alhababu fillah, enyi ndugu watukufu wa Islam, hali ya Waislamu yatisha sana. Hali ya Waislamu ni mbaya sana, mbaya sana, kiasi ambacho huwezi kujua wapi uanzie katika kueleza na kuwaweka watu katika mstari wa sawasawa. Ayo baba, enyi ndugu wa Islam, tumezaliwa hali ya kwamba sisi ni Waislamu. Alhamdulillah. Ala kulli hal, hili ni jambo ambalo nataka kila Muislamu amshukuru Allah tabaraka wa taala kumjalia kwamba yeye kazaliwa kutoka katika miongo ya Kiislamu. Walakini ayo hababu fillah, enyi ndugu wa Islam, wapi tunakwenda sisi? Aina ma nasiro? Fakaifa idha kubidna ila alquburi? Tunakuwa na hali gani wakati ambapo tunapelekwa katika makaburi? Amina almu'minin amina alkafirin, unakwenda hali kama muumini au ni miongoni mwa makufara min alladhina yusammuna almuslimun, miongoni mwa wale ambao wanajiita Waislamu, lakini hali za wenzetu ni mbaya zaidi. Mimi katika nchi hii yafika hadi miji hata sana haisomi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati wa masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, walikuwa wakati wanapokwenda katika jihad kwenda kuipiga miji, wanasimama wanasikiliza adhana. Wakisikia adhana wajua ndio unakaa Waislamu. Hawakusikia adhana wanapiga wote, wajua hao wote ni makafiri. Wote ni makafiri. Ayo haba, enyi ndugu wa Islam, umekuja wewe na roho yako, wewe na moyo wako, wewe na akili yako, umeiona dini ya Kiislamu kwamba ni miongoni mwa dini ya sawasawa. Ndivyo dini ya Kiislamu ndiyo dini ya sawasawa, liannakum
inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele ya Allah ni Islam. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا na yote atakayetafuta iliyokuwa si ya Kiislamu dini, akatafuta dini nyingine, dini iliyokuwa si ya Kiislamu, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه, haikubaliwa kwa yeye, iwe ya Yahudi, iwe ya Kinasara, iwe ya Kibuda, iwe ya Kimajusi, iwe ya Masabii, lam tukubali minhu, haikubaliwa kwa yeye. ولكن فكيف كان الإسلامنا وهل أنت من المسلمين؟ kwanza jiulize, wewe ni miongoni mwa Waislamu? Wewe ni miongoni mwa Waislamu? Kwani Uislamu wa kurithi una matatizo yake? Kile ulichokipokea katika wakati wa kurithi ndicho utakachokiona ndicho. Walaki faida sa'alaka ahadun, akikuuliza wewe mtu yoyote, mal Islam, nini Uislamu, famata takul, utajibu nini wewe? Utajibu nini wewe ikiwa hujui na kujibu? Sasa wewe nani wewe? Wewe utakuwa ni nani wewe? Wewe utakuwa ni nani ukishindwa kujibu swala hilo? Wewe waingia katika jambo hulijui, lijue, ikisha ujue namna ya kutekeleza, namna ya kufuata masharti yake, miiko yake, itikadi yake, lazima ujue wewe ni Muislamu. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والتخلص من الشرك وأهله. يقول الإسلام uikabate mkononi mwako, uitoe mdomoni mwako, iwe imeingia ndani ya moyo wako. Al-Islamu, asili ya Uislamu, al-istislamu lillahi bitawhid, ni kusalim amri mbele Allah. Usalim amri mbele Allah. Al-istislamu lillah, ni kujisalimisha kwa Allah, wa al-inqiyadu lahu bit-ta'a, na unyenyekee kwake kwa kumtii. Udilini maamrisho yake, udilini uepuke makatazo yake, uepuke kwa Islam. Al-istislamu lillahi bit-tawhid wa al-inqiyadu lahu bit-ta'a wa at-takhallusu min ash-shirki, halafu mbali na ushirikina, wa ahlihi, na ushirikina mbali na ushirikina. Hadha huwa al-Islam. Ikiwa yote unayo, alhamdulillah, wewe ni miongoni mwa Waislamu. Lakini bado hujavuka, bado hujavuka. Lazima ufuate ndani ya Uislamu mwenendo wa sawa, njia yoyoka ile unayoomba katika sura al-Fatiha. Mwenye Allah tabaraka wa taala, ihdina siratal mustaqim, ewe Allah niongoze katika njia ya sawa. Kwani ukikosa njia hiyo umekwenda na maji. Ukikosa njia ya sawa umeangamia. Lazima ndani ya Uislamu ufuate njia ya sawa. huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Huwa alladhi, ndiye Allah arsala rasulahu, amemtuma mtume wake aje afanyaje? huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, kwa
ajili ya kuleta njia ya uongozi. Moja. Leo Waislamu mtawassia wametawanyika, kila mmoja na madhehebu yake, kila mmoja na maneno yake. Hadha laisa al-islam, huu si katika Uislamu kabisa, si katika Uislamu. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أنا كنت محمد hakika ya wale walioifarikisha dini ikawa makundi, lasta minhum fi shay'in. Wewe Muhammad yao una mahusiano kuna mahusiano yoyote na wao? Wewe humo katika wao, wewe dini yako si dini yao. Wale dini wanaifanya makundi. Sasa yule Sufi, yule Shia, yule Mu'tazila, yule Ibadi, yule nani, ndio dini gani hiyo? Bwana Mtume sallallahu akatuma kwa sababu gani? Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, ndiye yeye Allah aliyemtuma mtume wake bil huda, uongofu moja wa dini haq, na dini haki imewekwa pili. Wa dini haq, inawezekana ikawa wewe kweli uko katika dini ya haki, lakini njia ya uongofu umeikosa, umekwenda na maji. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ili kujishinda nyenendo zake, na anatosha muda wako kuwa ni shahidi kwamba Nabii Muhammad umefikisha. Alhaba ndio watu wa Islam, Uislamu ndio huo. Sasa ittara sabil ma sara alayhi rasul wa sahaba, tafuta mwenendo, njia ambayo ndio aliyoifuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakoka ile siku wapelekwa katika kaburi, utakoka ile siku wakufuliwa mbele ya wako. لأنه قال رسول الله وسبب قسم وننتم صلى الله عليه وآله وسلم بعث العباد على ما مات عليه watafufuliwa waja siku ya kiyama kwa namna walivyofia. Umekufa mtu wa njia ya sawa, mambo mazuri halal wa ta'ala, umekufa si njia sawa, ndivyo tutakapofufuliwa. Katika dalala. Kwa hiyo haya kila Muislamu aitafute ipi njia ya sawa, aifuate. Walladhi arsala rasulahu, anamtume kishaleta safi kabisa. Bwana Mtume kabla ya kufa asema inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Anasema Bwana Mtume sallallahu, inni tarikun fikum amrayn, mimi nimekuachieni mambo mawili, in tamassaktum bihima, kama nyinyi mtashikamana nayo hayo, lam tadillu ba'di, hamtapotea kitab Allah wa sunnati, Allah na sunna. Katika nyingine akasema inni taraktukum ala nahjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Anasema Mtume sasa, mimi nimekuacheni katika uwanja mweupe, layluha kanahariha, usiku wake kama mchana wake, la yazighu anha ahad illa halik. Hakuna yote atakayepotea katika uwanja huo ili kajipoteza mwenyewe kajipoteza. Kwa hiyo hayo haba ndio watu wa Islam. njia
Ahlus Sunna wal Jamaa. Madhali ile tafsiri ya Uislamu ikiwa tumefika leo hatuijui, bila shaka na njia ya sawasawa ya Ahlus Sunna wal Jamaa hii hatuijui. Ayo baba, leo katika hutuba yangu ya leo na kufakamisheni ayuha alhababu mal ahlu sunnati wal jamaa min ahli sunna wal jamaa, liannahu man mata khariju hadhihi tariqa halaka, atakayekufa hayumo katika mwenendo wa sawasawa wa ahli sunna wal jamaa halaka, ameangamia. Kama kala أئمتنا السلف وما أهل سنة كالسفينة من ركبها نجا ومن لم يركبها هلك. أهل السنة والجماعة نجا خاصية نوح من ركبها نجا atakayeipanda ataokoka, waman tarakaha halaka, asiyebana akaiacha jahadio ameangamia. Nakwambieni vijana, nakwambieni shikamaneni na mwenendo wa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Mwanazuoni Muhammad Hasan al-Basri rahimahullah sami'a Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiallahu anhuma, mtu baba yake ni masahaba. Abbas ni sahaba, Abdullah ni sahaba. Wakati akifasiri aya yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, siku ambayo ya kiyama watu watakapofufuliwa, yawma tabyaddu wujuh, siku ambayo nyuso zitakuwa nyeupe, wa taswaddu wujuh, na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi. Mimi tu nyuso zitakuwa nyeusi, nyuso zitakuwa rangi mbili, rangi nyeupe, rangi nyeusi. Akauliza Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, akaulizwa ni wepi ya Abdullah ibn Abbas watakaokuwa nyuso nyeupe? Faqala hum ahlu sunnati wal jamaa, au ahlu sunna wal jamaa, wa maswaddati fi wadhalik, waliokuwa nyuso nyeusi, waliokuwa si ahlu sunna wal jamaa. Tumeingia ndani ya Uislamu, lakini kala lazima mtu ashikamani na mwenendo wa sawasawa wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Ahlus Sunna wal Jamaa tariqa allati yaqsidu bika almutaba'ata lima kana alayhi ar-rasul wa ashabahu. Hiyo Ahlus Sunna wal Jamaa tariqa leo watu wote wapenda watu wa sunna, wapenda watu wa sunna, mpaka wauza madawa ya sunna, wala mtu mwenyewe hana sunna, wala sunna ya nini. Sababu sunna sasa ndio ina soko, kila mmoja anatamani awe mtu wa sunna. Lakini ayuha alhababu fi yadi nini sunna? Sunna tariqa, ni njia allati yaksilu biha almutaba'ata, ambayo inampeleka mtu katika kufuata. Njia ambayo inampeleka mtu katika kufuata lima kana alayhi rasul, yale alikuwa nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabu na masahaba zake. Idha qila laka, akikuuliza wewe mtu atakuuliza nini Ahlus Sunna wal Jamaa, mwambie tariqa hiyo ni
kujikurubisha katika kuyafuata yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu kafanya na wewe unafanya, Bwana Mtume sallallahu kaacha na wewe unaacha. Wa sahaba pamoja na masahaba zake, pamoja na masahaba zake, pamoja na masahaba zake. Bwana Mtume sallallahu kafanya matanga, hakufanya. Bwana Mtume sallallahu kafanya tahadimu, hakufanya. Bwana Mtume sallallahu kafanya 40, hakufanya. Bwana Mtume sallallahu kafanya maulidi, hakufanya. Na wewe hufanyi. Na wewe hufanyi njia itakayokupeleka katika hayo. Mutaba'atan lima kana alayhi rasul wa ashabu. Pamoja na masahaba. Hiyo sira huwa ni mwenendo sayo ala tariqati as-sahaba, ni mwendo wa kwenda katika njia waliopita masahaba. Anasema attaba fi ittiba'i rasul, katika kumfuata Bwana Mtume sasa. Turudi kwa masahaba, tufuateni njia za masahaba, tuingie katika dini ya sawa sawa. Umekosa kuingia katika dini ya sawa sawa, umeangamia. Fuata ahlus sunnati wal jamaa, mwenendo sawa sawa, mwenendo sawa sawa. Wal akhdhu bil athar, na uchukue yale yaliyokuja katika maandiko, wal nasbati ila salafiyyo, ili wewe ufuate wale wema waliotangulia. Sawa ni wale wajali wasalafia, na kuwafuata wao salafia masahaba. Hiya ma alayhi ahlul hadithi, yale walikuwa watu hadithi, alladhina hum ahlus sunnati wal jamaa, ambao ni ahlus sunnati wal jamaa. Wana angalia hadithi hivi zimethibiti, na kwa mwenendo wao ni hadithi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanajambo halina hadithi, halina hadithi. Matalhibu mambo mbalimbali, kama walio unaanza kesho, mambo mbalimbali ya kibidaa yataletwa, yatatuliwa, yatatendwa. Haikuthibiti kwa Mtume. Sisi dini ni hadithi, tuangalie hadithi, ndio mwenendo wa sawa sawa, ndio tulioachiwa na Mtume wetu, na ndio njia ya sawa sawa aliyokufa anayeongoza. Hiyo ndio siratal mustaqim alladhina an'amta alayhim, ambayo ndio ya wale uliowaneemesha juu yao. Hiyo ndio njia ya mitume ridwanullahi alayhim. Fakadiki asma'uhum, na kaya wa ahlus sunna wal jamaa. Haya hapa ndio majina yao, ahlul hadith. Jina la kwanza wanaitwa watu wa hadithi, watu wa masufi, wa dhikri, watu wa dida. Hawana hadithi. Hadithi ni nini? Wao ndio wanakwenda hadithi, wakisha wanasomewa 40 inaliwa mipunga na nini. Wao wamekufa, watu wanakula punga, wao ndio wanatendewa hayo, wameridhika. Hawana hadithi za Mtume sasa. Watu wanaotaka kufuata mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia sawa sawa ndio wanaotaka hadithi. Ahlul hadithi wanaitwa watu wa hadithi. Ahlus sunnati wal jamaa, jina la pili wanaitwa ahlus sunnati wal jamaa. Jina la tatu wanaitwa salafiyyo, wema waliotangulia. Dini sasa wema waliotangulia, wao ndio waliokuwa tayari, wametushinda, wametangulia, washaingizwa katika pepo. Na ndio alivyosema Allah tabaraka wa taala, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa hadda lahum jannatin tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dhalika huwa al-fawzul 'azim. As-sabiquna al-awwaluna, waliotushinda, watu wa mwanzo waliofaulu, min al-muhajirin wal-ansar,
ni muhajirin na ansar. Nani hao? Muhajirin ni masahaba waliohamia kwenda Madina. Ansar ni nani? Masahaba waliopokea wale mtume na masahaba walioshukuru wa Makka wakawapokea Madina. hao ndio sabiquna al-awwaluna al-muhajirun wal-ansar walladhina tabauhum, na wale wanaowafuata wao, walladhina tabauhum, na wale wanaowafuata wao, radiyallahu anhum wa radwan, radina Allah tajimzikuliwa Allah tabaraka wa taala kawaridhia wao waenda kufuata watu huwajui kama wameridhiwa hawakuridhiwa. Masahaba wa bwana mtume wameridhiwa. Atalakum jannatin tahtaha al-anhar, na ushangani wa pepo amelapitisha chini yake mito tajiri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, watakaa humo milele. Masahaba au ndio waiga leo waidini wawaiga babu yako na bibi yako, bibi yako na babu yako walikuwa kifarutu wapiga ngoma, mwanahubiri dini yatakikana tureje kwa salafio. Masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, wao ndio tumeteremka aya kwamba wao wamefaulu, wamekoka, wameingizwa katika pepo. Sisi juu yetu tuangalie, je, masahaba waliishi vipi? Masahaba itikadi yao ilikuwa hivi? Masahaba na ibada zao zilikuwa vipi? Akulu ma tasma'u. Alhamdulillah, ahmadu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, أيها الكرام المسلمين، ما أزال أوصيكم مرة أخرى بتقوى الله. أيها الأحباب، أني ndugu wa Islam, أني ndugu wa Islam, katika miongoni mwa Madina, taka nikuelezeni, tokea tumefungua msikiti huu hatujakaa katika membari kuipambanua ili ijulikane huu mwenendo wa Ahlusunna wal Jamaa. Leo kila mmoja mimi Ahlusunna, mimi wal Jamaa, mimi nani Ahlusunna wal Jamaa? Nani Ahlusunna wal Jamaa? Likulli minhum yud'a layla wa asa an yakuna al-layla la yukirru bihim bidhalik. Kila mmoja anasema yeye mpenzi wake ni Laila akiima, wala yo Laila pengine hata hana habari na wao. Kila mmoja sunna, Ahlusunna ni sunna, achanganyika na majitu ya bid'a, achanganyika na majitu ya shirki. Nini Ahlusunna wal Jamaa? Nini Ahlusunna wal Jamaa? Salafio katika miongoni mwa jina la wema waliotangulia mwenendo wako, ili ile kitaa na sunna iwe ya sawa sawa, unayofuata iwe ni ile iliyofuatwa na masahaba ridwanullahi alayhim. Ana wao ndio waliongoka, wao ndio waliojua, wao ndio wenye elimu kuliko mwanazuoni mwingine yoyote atakayekia. Masahaba wao ndio kubwa zaidi, kubwa wamechukua moja kwa moja kutoka katika mdomo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mdomo ambao alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hawezi kutamka jambo lolote kwa matamanio yake ila unakuwa ni wahi watoka mbinguni. Huyo ndio alikuwa akisikiliza, huyo ndio alikuwa akichukua ibada zao wakichukua kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliyefanya Bwana Mtume kuwa ni ibada fa'abadana, aliyefanya Bwana Mtume kuwa si ibada na turukuha. Aliyefanya Bwana Mtume kuwa ni ibada tutaiakudia, aliyekuwa hakuifanya Bwana Mtume kuwa si ibada kuwa ni ibada, hakuifanya kuwa ni ibada fatarakana, tunaiacha. Hata kama kwa ndio wapendwa, ataba sana
kuna nyingine. Ahlusunna wal jamaa wanaitwa atba'u salaf. Atba'u salaf. Qala Allah ta'ala, kwa sababu kasema Allah mtukufu, man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kwa lazima wa Uislamu ufuatie Ahlusunna wal jamaa ili wataka kuokoka. Dunia leo ina vishawishi vingi. Ndugu Islam, shikeni, karibisheni akili yenu maneno aliyosema Allah tabaraka wa taala katika sura an-Nisa katika aya namba 115. Kama yanavyosema katika sura an-Nisa, sema Allah, man yushaqiqi ar-rasul, yoyote atakayeenda mwenendo kinyume na bwana mtume. Ashiki rasul, bwana mtume enda mashariki, yeye enda magharibi. Sasa alikuwa lazima gani bwana? Leo tu nini elimu yake? Leo mtu mwenendo wake kwani ina lazima gani? Kwani ina ubaya gani? Man yushaqiqi rasul, na ameanzia herufi ya man yoyote. Man yushaqiqi rasul, atakaenda upande akamwacha bwana mtume, akaenda bwana mtume. Man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, badala ya kwamba tayari uongofu ushabainika. Man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia iliyokuwa si ya waumini. Waumini nani? Wakati yateremka aya hii, wakati yateremka aya hii, waumini ni nani? Maswahaba na waumini. Ushaqiqi rasul, yoyote atakaenda upande na mwenendo wa bwana mtume, la yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia iliyokuwa si ya maswahaba, nuwallihi ma tawalla. Haya, tunamwacha yeye anapotaka. Wanasema hivyo ni Allah anayeacha mwendo wa mtume, anayeacha manhaji ya Ahlusunna wal jamaa, nuwallihi ma tawalla. Ende anapotaka, lakini wallahi wanuslihi jahannam, hakika tunakia motoni. Wanuslihi jahannam wa sa'at masira, mahali pabaya kabisa. Baina yako na pepo, baina yako na moto ni Ahlusunna wal jamaa. Waikubali njia ya Ahlusunna wal jamaa. Mina faizini, mina marjuini, watarajifwa utekepepo madhali utaifata njia ya Ahlusunna wal jamaa. ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل غير المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. كلمة هذه مبايا kabisa. Mabaya kabisa. Wewe kumbe hili suala la kufuata Ahlusunna wal jamaa si suala la hiari, ni suala la lazima. Wautaka Uislamu, fata njia ya sawa sawa. Ndio hiyo unayoiomba katika sura al-Fatiha, ukisema ihdina siratal mustaqim. Ewe Allah, tuongoe njia ya sawa sawa. Wataka njia sawa sawa, fata ya masahaba. Fata sawa. Fata sawa. Hiyo ndio njia sawa sawa. Ahlusunna wal jamaa. Ahlusunna wal jamaa. Ahlusunna wal jamaa, itikadi yake, mienendo yake, ibada zake, fata hizo. Ahlusunna wal jamaa. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mwenyewe bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd.
lazimisheni wakifuata bisunnati, na mwenendo wangu mitume, wa sunnatul khulafa, na mwenendo ya masahaba zangu watakaokuja baada ya makhalifa rashidi, wenye kuongoza, al-mahdi, wenye kuongozwa min baadi, baada ya njia katuachia, anakufa katuachia nyeupe. Bibi mmoja anamwendea bwana mtume, fasaala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza masuala fi din katika dini. Thumma baada dhalika, kisha baada hapo mwanamke wakaonagana, kaja vizuri kwa bwana mtume, bwana mtume hebu nifahamishe jambo kadha kadha na kadha na kadha. Akafahamishwa mwanamke ana akili sana, kaenda kwa bwana mtume akafahamishwa. Alipofahamishwa akasema, ya Rasulullah, bwana mtume, fa in raja'tu wa lam ajidika yashiru alayki in mata. Akamwambia, je, bwana mtume, kama nikirejea mara nyingine nikija nataka kuuliza maswali na nikija sikukukuta, anakusudia kwamba iwapo bwana mtume kafa, faina nende kwa nani? Tunatafuta bwana msimamo wote kwa nani? Fakat bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Aba Bakar, ndio Aba Bakar. Wallah, akataa bibi yule. Siku alipokuja tena anaingia Madina, anauliza bibi, bwana mtume mtapata wapi? Anambia mata, kisha kufa. Akauliza, faina Aba Bakar? Akamwambia, hadha, huyu hapa. Anta Aba Bakar? Wewe ni Aba Bakar? Tashbihu khalqa, umbile lako wewe Aba Bakari kama mtume, wa umruka, na wa umri wako unafanana na mtume. Yaani umbile lako wewe kama mtume. Anasema yule mwanamke anamwambia Abu Bakar, anamwambia, akasema, ana khalfi, mimi nimekuja badala yake. Niko badala yake. Uliza huyu sisi ndio tutakiwa. Anasema bwana mtume sallallahu alaikum bi sunnati, kama nina mwenendo wangu mie mtume. Jambo lolote natendwa, uliza mtume kafanya. Sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin, na mwenendo wa makhalifa waongofu, al-mahdi min ba'di, ambao wanakuja baada ya wenye kuongoza baada ya kuongoza baada ya Tutaniao hadithi ni Hasan al-Ibadi al-Sahih, kuna mawali al-Sahih an Saudana, kutoka kwa Saudana, umeelewa? An Saudana, kutoka kwa Saudana, kasema Saudana, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kasema, la tazalu ta'ifatan min ummati ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Hadithi sahihi Ibn Hibban. La tazalu ta'ifatan, mtabua yeye Adam ni ya Waislamu kwamba halitoacha kundi moja, si mawili. Wala Uislamu gani? Kila kundi linalokuja umo, wajisema uko Shafi, lakini wenye masufi, watu wa dhikri umo, katika dhikri umo, katika ibada ya majusi umo, katika matabiri umo, katika kila aina ya kundi umo. Alhamdulillah, hili kata la tazalu ta'ifatan, bali tunasema halitoacha kundi moja min ummati, kutoka katika umma wangu, ala
Bwana Mtume asema la tazalu ta'ifatan min ummati, halitoacha kundi moja ilo litakuwa katika haki moja dhahiri, tena watakuwa ni wenye kuidhihirisha haki yao. Haki yao ndio sunna jamaa. La yadhuru man kadhaba